Kandarasi mradi ulisimama kama miezi 6 sababu ulikuwa na phase 2. Phase ya kwanza imeisha, tenda imetangazwa, kwa hiyo sasa inasubiri kwa ajili ya phase 2. Ili phase ya haujakamilika lakini ulikuwa na phase 2. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kituo kinajengwa na Wizara ya Afya. Thamani ya mradi ni bilioni 2.2. Lakini kulingana na upatikanaji wa fedha tulipanga kujengwa kwa awamu mbili. Awamu ya kwanza imeisha kwa thamani ya milioni 900 na wizara imetenga bilioni 1.2 ili kuendelea na ujenzi. Jengo hili litakuwa na madarasa, maabara na ofisi. Kwa sasa chuo kinadahiri watoto 150 mpaka 200 kwa mwaka. Na udahiri wa mwaka huu tunategemea ufanyike mwezi wa 10. Kwa hiyo Wizara ya Afya tumejipanga kurudi tena site na wataalamu wako wanaendelea kujadiliana na mkandarasi ili arudi site ili sasa tutoe pesa awamu ya pili ili chuo hiki kiweze kuisha. Na mpango wetu mwezi wa 10 tutadahiri watoto kwa ajili ya kuingia kwenye chuo hiki. Chuo hichi sasa kikiisha kitasaidia kwamba sasa tutaweza kudahiri mara 2 ya watoto waliokuwa wanadahiriwa mwanzo. Kwa hiyo tutakuwa na watoto kati ya 300 mpaka 400. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumejipanga kumalizia ujenzi huu kwa sababu tumeshapanga pesa bilioni 1.2 kwa ajili ya kumalizia ujenzi na mkandarasi atarudi site. Sasa si arudi tu. Atarudi hivi karibuni ili mwezi wa 10 watoto waweze kuingia kuendelea na masomo. Na kwa hili Mheshimiwa Waziri Mkuu alifuatilia kwa karibu kuhakikisha mkandarasi anarudi haraka ili kama tulivyopanga watoto waingie site basi nani waingie mwezi wa 10 shuleni wataingia. Ndio. Mtafuteni terms zile zile mlishafanya naye kazi kafikisha mpaka hapa, na kwa kuwa fedha hiyo mmeshaitenga mwelekezeni awai yarudi ili kazi iendelee. Nimepokea maelekezo ili mwezi wa 10 wanafunzi waweze kuingia kama ambavyo mmesema. Nimepokea maelekezo Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kuna jambo lingine mkuu? Labda kwa wakati mwingine tuongezea na mabweni. Mabweni. Hii ni kwa ajili ya madarasa na kuna maabara, madarasa na ofisi. Hamna madarasa 3, computer lab na skill lab 1. Hamna mabweni. Hamna mabweni. Kuna nyongeza hiyo. Mheshimiwa mbunge yuko wapi? Karibu, kama manake wewe ndo mwenye jimbo. Na jambo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikukaribishe na tukushukuru kwa kutufikia. Na mimi niungane na wadau wa afya na elimu walioko kuomba msukumo wa ile fedha ambayo itakuja kumaliza hii phase ya pili. Ni matumaini yangu kwamba Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu naibu waziri yuko hapa, atalibeba kwa ukubwa, kwa sababu Nachingwea ndio kwanza tunaanza kujitanua kwenye eneo la vyuo. Kwa hiyo hiki ni moja kati ya chuo ambacho kitatupa matokeo chanya na kutubadilishia wilaya yetu. Tunakushukuru sana, tunakuombea utekelezaji mwema katika jambo hili la nyumbani kwako Nachingwea. Na asante sana. Na hii phase ya kwanza mmejiridhisha imeisha sambamba na imeenda sambamba na mkataba ulivyotaka? Ndio Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumejiridhisha. Mmeshazikagua? Ndio Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumejiridhisha kwamba awamu ya kwanza imeenda vizuri na ndio maana tuko na maongezi na mkandarasi ili aje kumalizia phase ya pili. BOQ imefuatwa? Imefuatwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Nani amekagua? Tunaye mkurugenzi anayesimamia ujenzi kwa majengo yote ya wizara na timu yake. Katibu, mtafutie kijana yule engineer yule alikuwepo kwenye mbio za Mwenge. Yule engineer aliyekuwa anatangulia yule. Fuatilia ni mtumishi wa mkoa gani Gunia. Sasa tunakagua juu hapa limeenda vizuri. Na mnaongea na katibu mkuu atafutiwe vile vipimo walivyokuwa wanatumia. Ili tukiwa tunaenda kukagua jengo, yeye siku moja kabla afike tujue nondo zimewekwa kama zilivyokuwa takiwa kwenye BOQ, simenti imechanganywa kama ilivyotakiwa kwenye BOQ, tofali zimewekwa za kiwango cha serikali inavyotaka.
Yes. Tunataka tunapokagua tukisema tumeridhika vile vipimo vya kitaalamu kwamba alitakiwa aweke nondo za ukubwa huu. Vipo vifaa vya kisasa ambavyo bila kubomoa jengo unafanya kinaonesha kwamba nondo ziliwekwa vile vile. Simenti ratio yake vinaonesha kwamba ratio yake ni ile ile. Hiyo ndo njia ya kuweza kukabiliana na wakandarasi ambao wanakiuka BOQ. Kwamba sisi kama serikali tunakuwa tumeshalipa fedha ambayo inaendana na BOQ. Yeye akienda akatekeleza chini ya kiwango, maana yake tunakuwa na fedha ya serikali imepotea, imenufaisha mtu binafsi kinyume na mkataba. Fedha inakuwa imeibiwa kwa utaratibu huo. Kwa hiyo tafuteni yule kijana wa mtaalamu wa majengo. Niliona kazi nzuri wakati wa mbio za Mwenge. Yule alikuwa anatangulia. Mwenge unapofika anakuwa na taarifa zote, lililojengwa vibaya linajulikana, lililojengwa. Tunataka watu na mikoa yote, wakuu wa mikoa wote wapewe vijana wa aina hiyo, ili wasiuziwe mbuzi kwenye gunia. Tunataka ufuatiliaji wa aina hiyo ufanyike kila siku, iwe ni utamaduni wa serikali, sio siku unapopita tu Mwenge. Ndio. Kama wale ni vijana wa Kitanzania na wameweza, na tena wanapita siku chache tu kwenye mkoa, tunaona ubovu. Na pengine maeneo yale Mwenge unakopitishwa ni yale waliojiridhisha hawakukosea, lakini tunaona makosa. Sasa tunataka ukaguzi wa aina hiyo uwe wa kila siku. Kila idara ina watu wa kukagua. Kila mkoa una seti kamili ya kukagua. Idara zote zinazotakiwa kufanya hivyo, za kuchunguza, za kukagua, za kukamata, mpaka na za kuhukumu. Inakuwaje kwenye yale ambayo tumechagua Mwenge ndo utapita hapa ndo yanaonekana yalikuwa na kule ambako tumekuepesha kuna kuwaje? Kwa hiyo ile timu ya kufuatilia kitu gani kimefanyika kama ile ambayo tunaiona kwenye siku za Mwenge, tunataka kila mkoa uwe na seti ya aina hiyo. Na bahati nzuri natoa maelekezo haya bajeti zikiwa hazijapita. Kama hawana hivyo vifaa waviwekee kwenye kila mkoa, kuwe na vifaa vya kukagua vya aina hiyo. Kama hatuna wataalamu wa aina hiyo, tuombe kibali kwa Mheshimiwa Rais tuajiri mwenye kiwango ya yule kijana aliyekuwepo wakati wa Mwenge, ili kila jengo liwe tested kwamba BOQ imefuatwa na thamani ya fedha iliyokubalika kwenye mkataba imefuatwa. Waandikie waziri wa TAMISEMI, awaandikie wakuu wa mikoa wote kwenye bajeti hizo wanazoandaa, kama hawana hivyo vifaa, na wataalamu wale walifanye hivyo sasa. Kwa macho tunaona hii hatua ya kwanza imeshakaa vizuri. Mheshimiwa Naibu Waziri, kimbizeni hii hatua iliyosalia, kwa sababu jengo likishakamilika hatua hii likiachwa tena bila kukamilika ina madhara. Lakini la pili, tutachelewesha wanafunzi ambao tunataka waanze kufanya kazi hiyo. Sasa na kwa kuwa tunajiandaa na bajeti pia, angalieni pendekezo lililotolewa na Mheshimiwa mbunge pamoja na mwenyeji wetu la kuangalia mabweni pamoja na nyumba za watumishi za walimu. Otherwise, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tunakushukuru. Tunakushukuru. Na mtazamaji wa